waendesha wetu wa pikipiki ni sekta rasmi inayotambulika na serikali. Na Mheshimiwa Spika, ukienda pale Ilala, waendesha pikipiki na mkuu wao wa wilaya Mheshimiwa Mpogoro wanasema, wanawaita hawa ni maafisa usafirishaji. Hii ni sekta iliyo rasmi, na ni rasmi kwa sababu Mheshimiwa Spika, hii ni sekta ambayo inaajiri vijana wengi wa Kitanzania. Ni sekta inayotoa huduma ambayo inatambulika na kila Mtanzania na inawanufaisha Watanzania wote wa mijini na vijijini. Ni sekta ambayo inatumika mpaka kwenye shughuli pia za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, ukienda siku hizi kwenye masuala ya kibiashara, unakuta waendesha bodaboda wa maafisa usafirishaji ndio wanabeba fedha nyingi, wanapeleka kwenye kununua bidhaa, kwenye kudeposit benki na maeneo mengine. Kwa hiyo ni sekta ambayo ni kiungo muhimu katika uchumi. Lakini la pili, sekta hii inaandikishwa, kuna usajili wa chombo kinachotumika, usajili wa mmiliki, usajili wa anayeendesha, kuna leseni katika chombo chenyewe, leseni kwa anayeendesha. Lakini pia ni sekta ambayo imeunganishwa kwenye taratibu za mitaji, kwa maana ya vijana wetu hao wanaweza wakapata mikopo kwa ajili ya kuongeza mitaji katika sekta hii. Mheshimiwa Spika, kwa maana ya serikali kuitambua, inatambua kwamba hii ni sekta rasmi ambayo inachangia katika pato la taifa na inachangia katika utengenezaji wa ajira. Na Mheshimiwa Spika, zamani ilikuwa sekta ambayo wanaofanya kazi hizo wanachukuliwa kuwa ni vijana tu ambao walikuwepo mtaani, lakini sio hivyo. Kwa sasa ni sekta inayofanywa na watu wote, waliosoma na wasiosoma, wanaume kwa wanawake. Kwa ni sekta rasmi ambayo inafanya kazi kubwa ya kutoa ajira kwa vijana wa Tanzania. Na Mheshimiwa Spika, katika ahadi za siku 100 za Mheshimiwa Rais, ambapo alitoa takriban bilioni 200 kwa kusaidia vijana, baadhi ya vijana ambao wamenufaika na fedha hizo ni pamoja na vijana ambao wako katika sekta hii.